Waswahili wanakuambia ukiwa karibu na walidi lazima unukie, na sisi hapa 69 Sports tunakuambia ukiwa karibu na 69 Sports lazima uweze kupata habari mbalimbali za kimichezo. Karibu na wakati huu kwa nami Mwanaisha Lukani, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote kimichezo ambayo kwa hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi tukiwa bado tupo katika dirisha dogo la usajili, na mapema siku hii ya leo wekundu wa Msimbazi Simba hatimaye wameweza kumtambulisha kiungo mshambuliaji wa timu yao. Hapa namzungumzia Libase Gue mwenye umri wa miaka 22. Hivi sasa mpaka tunavyozungumza Libase ni nyekundu na nyeupe, kiungo mshambuliaji mpya. Sasa baada ya utambulisho huo, mchambuzi wa kandanda hapa nchini kwetu Tanzania, Hans Raphael Mwambeki, yeye naye alipata wasaa wa kumzungumzia na kumchambua kiungo huyo mshambuliaji mpya wa wekundu wa Msimbazi Simba, mwenyewe huko akisema hili ni balaa jipya mjini. Twende tukamsikilize na kumtazama Hans Raphael namna ambavyo anavyomzungumzia Libase aye pamoja na swala zima la uhamisho tangu alipotokea huko Senegali na kutua katika kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Finally, klabu ya Simba imemtambulisha nyota mpya ambaye anaweza kucheza kwenye flanks zote mbili, kwa maana ya winga wa kushoto, winga wa kulia, lakini pia anaweza kucheza kama inside 10. Ni nani? Ni Libase Gue, miaka 22, raia wa Senegali, nyota ambaye amekulia kwenye academy ya Valencia ya pale Spain. Simba ametumia $3.5 kuhakikisha kwamba wanapata hichi kipaji. Ni nyota ambaye alikuwa karibu sana kujiunga na klabu ya Metz kwa maana msimu uliopita. Metz ni timu ambayo inapatikana pale Ufaransa, lakini kwa bahati mbaya akapata injury kubwa ambayo ilifanya dili hilo lisifanikiwe. Finally amejiunga na Simba, ingawa alikuwa na mashindano bora sana ya CHAN akiwa na timu ya taifa ya Senegal kwa wachezaji wa ndani, na alichukua tuzo ya man of the match dhidi ya Nigeria kwenye michuano ya CHAN. Yes, Libase Gue, miaka 22, winga ya ball, finally ni balaa jipya mjini. Kama ulivyotoka kumsikiliza na kumtazama mchambuzi wa kandanda huyo wa michezo hapa nchini kwetu Tanzania, Hans Raphael Mwambeki, namna ambavyo alivyomzungumzia kiufundi na atakapoenda kutumika ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ifahamike kwamba huo ndio usajili wa kwanza kutambulishwa ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba tangu dirisha dogo hili lilipofunguliwa. Libase bado ana umri mdogo, umri wake unaruhusu kwenda kufanya makubwa ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba, kama hivyo ambavyo ulivyotoka kuwasikiliza wachambuzi wanakuambia mchezaji huyu alitakiwa aende Ulaya msimu uliopita, ila swala zima la majeraha ndio likawa limembakisha kule Senegali nchini kwao kwa ajili ya kuuguza majeraha yake, na hivi sasa ametua ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Meneja wa habari na mawasiliano ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, hapa namzungumzia Ahmed Ali, baada ya utambulisho huo, yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuandika maneno kama yafuatavyo: karibu kwenye timu kubwa, timu itakayo kutangaza Afrika, timu itakayokupa heshima kubwa duniani, timu itakayotimiza malengo ya mpira na maisha. Karibu Simba Sports Club, Libase Gue. Hayo ndio maneno mafupi ambayo yaliweza kuandikwa na meneja wa habari na mawasiliano wa wekundu wa Msimbazi Simba. Hapa namzungumzia Ahmed Ali, ambaye kwa siku za hivi karibuni alionekana kutamba kweli na kusema kwamba wachezaji wapya wa Simba itakuwa kwao ni rahisi kuingia katika mfumo wa mwalimu Steven Becker kutokana na uwezo wao kuwa mkubwa. Hivi sasa Libase yupo unyamani. Je, itakuwa ni rahisi kiasi hicho kama ambavyo meneja wa habari wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba anavyotamba kwamba dunia inaenda kumtambua Libase kupitia wekundu hao wa Msimbazi Simba? Tusubiri na kuona, kwa sababu siku za hivi karibuni tumeweza kuwashuhudia wachezaji wengi wakubwa wakija katika ligi yetu ya Tanzania bara wakijitangaza na kwenda kutumikia vilabu vilivyokuwa vikubwa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, kama ambavyo alivyokuja Jean Charles Ahoua kuitumikia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na inasemekana anaelekea huko CR Belouizdad kwenda kuwatumikia Waarabu hao, lakini amepita ndani ya kikosi cha Simba kwa mafanikio. Ameisaidia Simba
kutinga katika hatua ya fainali katika kombe la shirikisho msimu uliopita. Kwa hivi sasa maingizo mapya ndani ya kikosi cha Simba wanaenda kufanya nini? Tusubiri na kuona, kwa sababu wanaonekana viongozi wa Simba wapo serious na biashara ambayo wanaoifanya hivi sasa, kwani viongozi hawa wa Simba mwanzoni mwa msimu huu waliweza kuahidi mambo makubwa, mambo ambayo yanaweza kuisababisha klabu ya Simba kwenda kusonga mbele. Tusubiri sasa na kuona, lakini pia hapa kuna baadhi ya mashabiki wameweza kutoa ujumbe wao kutokana na kile ambacho kimeandikwa ama kimezungumzwa na wachambuzi wa kandanda hapa nchini kwetu Tanzania kuhusiana na sajili hizi. Lakini pia kuna mchambuzi mwingine wa kandanda kutokea kituo kimoja cha radio, aliweza Libase Agwe ni miongoni mwa sajili bora zilizoweza kufanyika katika dirisha hili dogo, kwani anaamini ni mchezaji mwenye quality kubwa. Sasa hawa ni baadhi ya wadau wa mpira hapa nchini kwetu Tanzania ambaye waliweza kuandika maoni yao. Anaitwa Jimmy, yeye ameandika hapa, huyu ni type ya Pa Omar Jobe wa moto kweli kweli. Huyu hapa ameandika caption ziwe fupi sana na zisiwe na wivu. Simba wamefanya sajili kubwa katika dirisha hili dogo la usajili. Yes, huyu hapa ameandika, anaitwa Peter, yeye ameandika ngoja paka tumuone bwana, tusimsifie sana, tulishawasifia wachezaji wengi lakini wakashindwa kufanya yaliyokuwa mazuri ndani ya kikosi cha Simba. Upande wa Mpanzu, upande wa Gwe, balaa jipya Msimbazi. Anaitwa Chiko Ngwe, yeye ameandika balaa jipya hilo, Mpanzu ajitafakari, aache kucheza kistar, aipambanie nembo ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwani ameajiliwa ndani ya kikosi hicho kuitumikia. Yes, huyu anaitwa Vincent 8778, yeye ameandika hapo sawa, nitarudi kwenye timu yangu. Yes, huyu hapa ameandika kwa usajili huu mashabiki wa Simba lazima tuweze kuhamasishana kwa wingi, twende tukajitokeze kuitazama timu yetu na kwenda kuipatia support. Kususia timu sio jambo la msingi. Yes, hayo ndio maoni ya kujenga, na shabiki yoyote yule unapaswa kuisupport timu yako katika hali zote zile, licha ya kupoteza, lakini pia katika furaha unatakiwa uwe nayo. Ikumbukwe siku ya kesho mnyama Simba ana mchezo mwingine wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo anaenda kucheza na Mtibwa Sukari pale Meja Jenerali Isamuyo. Mnyama Simba anaweza kuondoka na alama 3 muhimu, ama Mtibwa Sugar wanaweza kuondoka na alama zote 3 muhimu. Tusubiri na kuona timu ambayo iliyojiandaa vizuri basi inaweza kuvuna alama zote 3 muhimu. Basi mimi ni kuage na hii ambalo Waswahili wanakuambia halua ya Rozi ilimshinda mdokozi. Je, Sultani Goma yeye anaweza nini? Tusubiri na kuona.